Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Waziri, mbali na kwamba serikali mnahamasisha ufugaji wa samaki kupitia vizimba, lakini vile vile mliwahamasisha wafugaji kujiunga kwenye vikundi ili muweze kuwapatia vifaa vya kisasa waweze kuvua kisasa. Sasa unajua wananchi wa jimbo la Bunda mjini ni wavuvi kweli kweli na wamejiunga kwenye vikundi. Ni lini sasa serikali mtawawezesha vifaa vya kisasa ikiwepo na maboti waweze kuvuna kisasa? Waweze kuvua kisasa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli. Kwanza nimpongeze sana dada yangu Esther Bulaya kwa kazi nzuri anayoifanya kufuatilia maendeleo ya watu wake, na tumeshapokea orodha ya vikundi kutoka katika jimbo la Bunda mjini, Bunda vijijini, lakini pia Mwibala ambako mheshimiwa mbunge ameleta orodha ya majina ya vikundi vyake. Tumeshatoa vizimba na boti na nyenzo za kuvulia samaki kwa vikundi mbalimbali katika eneo la Ziwa Victoria. Awamu ya kwanza tulitoa vizimba vya kutosha. Sasa tuko kwenye hatua ya pili ya kutoa vizimba na tumeshaanzia Geita, tuko Mwanza, sasa tunakuja Bunda. Nimhakikishie mbunge kwamba baada ya wiki moja au mbili tunakwenda kugawa vizimba vingi sana katika eneo la Bunda, Tarime kwa Esther Matiko. Tutakwenda kugawa vizimba na nyenzo za kuvulia ili kuhakikisha kwamba wavuvi wetu wa samaki wanakwenda kupata uzalishaji mkubwa wa samaki katika eneo hilo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Hospitali ya Manyamanyama, kituo cha afya cha Manyamanyama, mwanzoni ilikuwa iwe hospitali ya wilaya ya Bunda kutokana na idadi kubwa ya huduma inayotoa mpaka kwenye wilaya za jirani. Je, serikali hamuoni kwamba kuna haja ya kuiongezea mgao wa vifaa tiba ili iweze kutoa huduma stahiki? Maana sasa hivi imelemewa ukilinganisha na huduma inayoitoa. Inapata vifaa tiba kidogo na madawa, lakini huduma inayoitoa ni kubwa mpaka kwenye wilaya za jirani. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Niseme tu alichokiuliza Mheshimiwa Esther Bulaya kiko straightforward, na ukweli ni kwamba inatakiwa upeleke dawa kulingana na mahitaji, lakini kulingana na idadi ya watu na huduma kituo chenye kinavyotoa. Kwa hiyo ni muombe sasa tukija hapa tuwasiliane na mganga mkuu wa wilaya, alafu sasa atuletee idadi, alafu tuanze process ya kuiongezea dawa na vitu vingine kwenye kituo hicho. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru.